Na Sodakta, kama na kwanza unaungana nasi ni kuarifu, lakini kwa wewe ambaye ulikuwa nasi ni kuambie kwamba shukrani na hongera kwa kubaki nasi. Kwa sasa tuangaze habari za biashara na uchumi kutoka hapa Channel 10 Plus, na tuanzie moja kwa moja na taarifa hii ya kilimo. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI imewashauri wakulima wa mpunga kuachana na mfumo wa kumwagilia mashamba kwa maji mengi, badala yake wahamie kwenye umwagiliaji wa kisasa ambao ni teknolojia yake inatumika baada ya kukauka mashambani, kwa maana ya AWD, ambayo hupunguza matumizi ya maji kwa asilimia 40 hadi 50 kuanzia hatua ya kupanda hadi kuvuna, huku ikiongeza mavuno kwa takriban asilimia 70. Taarifa zaidi tuungane na Amani Mbando. Ushauri huo umetolewa jijini Dodoma wakati wataalamu wa TARI wakiongozwa na mkurugenzi mkuu Dr. Thomas Bwana walipokutana na wadau pamoja na wakulima waliowezeshwa kutumia mfumo huo wa umwagiliaji katika kilimo cha mpunga kupitia mradi wa kilimo shadidi cha mpunga ulioanza kutekelezwa hapa nchini mwaka 2023. Ile shida ya kutumia nguvu nyingi, kuchafuka sana kwenye majaruba ya mpunga inakuwa inapungua. Kwa hiyo na hiyo itaongeza kuwavutia watu wengine zaidi. Vijana wetu mnajua sasa hivi wanatoka shule na nini, wanapenda angalau wawe na kilimo ambacho ni rafiki zaidi. Kwa hiyo tunaongeza tija, lakini pia tunapunguza gharama, pia tunapunguza matumizi ya maji yasiyo na msingi, lakini pia tunafanya kilimo cha mpunga kiwe na mvuto sasa kwa wakulima wengi vijana na hawa waliotoka katika shule zetu za sasa hivi. Dr. Bwana ameongeza kuwa teknolojia hiyo itasaidia kuimarisha usalama wa chakula nchini, huku mtafiti kiongozi wa mradi wa kilimo shadidi Dr. Atugonza Bilaro akisema mradi huo unatekelezwa katika wilaya 6 zilizopo katika mikoa ya Mara, Morogoro, Pwani, Iringa na Mbeya, ambapo umechangia utunzaji wa mazingira kwa kupunguza matumizi ya maji katika kilimo cha zao hilo. Tumeangalia kwenye tija katika wakulima wachache tuliofanya nao kazi, wameongeza uzalishaji kwa 70%. Kufanya hivyo ina maana uzalishaji wa mpunga ukiongezeka kwa 70%, ina maana usalama wetu wa chakula utakuwa umekuwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Hii ni teknolojia ambayo inaweza ikasaidia kuongeza uzalishaji katika shughuli wanazozifanya, lakini na kilimo shadidi na maana ni rahisi kutunza mazingira kwa sababu hatutumii maji mengi sana. Mambo ya mafuriko kwa mashambani hapana. Baadhi ya wakulima wanaotumia mfumo huo wa umwagiliaji wameeleza kuwa umeongeza tija katika uzalishaji wa mpunga na kuwainua kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa mavuno. Nilikuwa napata magunia 5, 6 mpaka 7. Kwa sasa hivi nilivyoanza kulima kilimo kilichoboreshwa napata magunia mpaka 18 mpaka 20. Maji, hakuna ugomvi kwenye maji. Maji ni kidogo na mbegu kidogo, pia mavuno yanakuwa mengi. Kwa hiyo waondoe shaka kile kilimo cha zamani na sasa hivi warudi kwenye kilimo cha kisasa ambacho watapata mavuno mengi kwa gharama ndogo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Kutoka Dodoma turejee hapa jijini Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Uvuvi imefurahishwa kwa kukamilika kwa meli ya uvuvi itakaofanya kazi eneo la Bahari Kuu, ambayo inatajwa kama moja ya chombo muhimu katika sekta ya uvuvi ambayo imeajiri Watanzania wengi wa kawaida. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufanya ziara katika shirika la uvuvi Tanzania TAFICO, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Uvuvi Deo Mwanyika amesema kukarabatiwa kwa meli hiyo ni mwanzo mpya katika sekta ya uvuvi, kwani ni kwa mara ya kwanza nchi inakuwa na meli ya uvuvi ya Bahari Kuu. Kwa upande wake, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake aliouonyesha katika shirika hilo. Tupate nafasi ya kuwatazama na kuwasikiliza. Tumefarijika sana kama kamati. Jambo hili la meli ni jambo la muda mrefu limeongelewa ndani ya Bunge toka 2021. Toka 2021-22 tumekuwa tukisema kuhusu meli hii ya uvuvi, kwa sababu Bunge ndio linaloshauri serikali na ndio linaloisimamia serikali. Kwenye usimamizi wetu, moja ya mambo tuliyoyaona kama Bunge ni kuona mchango wa sekta hii ya uvuvi kwamba una uwezo mkubwa wa kuwa mkubwa zaidi ya pale ulipofika. Tuko kwenye nasema 1.7% ya pato la taifa. Sisi tunaamini kwa kuangalia mifano nchi nyingi
kwamba inaweza ikawa na mchango mkubwa sana, ambayo tutaweza kumkumbuka Mheshimiwa Rais. Na mradi huu una uhusiano wa karibu sana na mradi wa ujenzi wa bandari ya Kilwa. Kwa hiyo la kwanza ni pongezi kwa Mheshimiwa Rais na kumshukuru kwa namna alivyosimamia shirika hili liweze kusimama. Katika shukrani hizo namshukuru pia yeye kuniteua mimi niwe sehemu ya mafanikio haya. Haya ni mafanikio ya kihistoria, na kwa niaba ya mawaziri wenzangu ambao wamekuwa wakihangaika na jambo hili, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuamini. Haya ndivyo ambavyo tunavyohitimisha habari za biashara na uchumi usiku huu wa leo. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa mnafuatilia. Tupate mapumziko mafupi, kisha Esther Mtebe atakuja kudunda viwanjani kutujuza kunani hasa uko kwenye upande wa michezo na burudani.